Kama kuna timu ambayo yaweza ikawa imevurugwa hivi sasa kuelekea mechi za raundi ya 5 hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, basi ni pamoja na wenyeji wa mchezo mmojawapo wa kundi B kwenye michuano hiyo, nayo ni FAR Rabat ya kule nchini Morocco, ambayo itacheza dhidi ya wananchi Yanga. Ndiyo, ni kwa nini? Ni kwa sababu miongoni mwa zile zinazowapa nafasi timu wenyeji katika mechi husika, wao inaelekea zinashaka kuelekea katika mchezo huu muhimu, mchezo ambao huenda ukaamua hatima ya mojawapo katika kuendelea kushiriki michuano hiyo kwa msimu 2025 2026. Kwa kukumbushia tu ni kwamba kwenye kundi B mpaka sasa vinara ni Al Ahli ambao wana pointi 8, wamefunga mabao 8, wameruhusu mabao 3. Wa pili ni Yanga ya Tanzania ambayo yenyewe ina pointi 5, imefunga mabao 2, imeruhusu mabao 3. Ya tatu ndio hii FAR Rabat ambao ni wenyeji. Wao wana pointi 5 kama Yanga, wamefunga mabao 2, wameruhusu mabao 2, wakati wa mkiani ni JS Kabylie ya Algeria yenye pointi 2, imefunga bao 1, imeruhusu mabao 5. FAR Rabat wako nyuma ya Yanga kwa sababu moja tu, kwamba kwenye kanuni za CAF pindi timu zinapolingana point, ile yenye matokeo mazuri baada ya kukutana wao wawili, tunasema head to head, basi ndio inakuwa juu ya mwenzake. Sasa Yanga katika mchezo mmojawapo walishawafunga FAR Rabat wakicheza nyumbani kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo Yanga walishinda kwa bao 1-0. Sasa mchezo huu wa raundi ya 5 matokeo yake yanaweza kuamua mojawapo hatima yake kwa sababu zifuatazo. Mosi, ambao ndio ya msingi, ni kwamba Yanga akishinda ushindi wowote ule, labda bao 1-0, 2-0, 3-1, 2-1, vyovyote vile Yanga akishinda, halafu mchezo mwingine kati ya JS Kabylie utakokuwa nyumbani nchini Algeria wakicheza dhidi ya Al Ahli wakashindwa kupata pointi zote 3, yani wakashindwa kushinda dhidi ya Al Ahli, basi Yanga itakuwa moja kwa moja imejihakikishia kufuzu hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu, bila kujali matokeo ya michezo ya mwisho, ambapo Yanga watakaribisha JS Kabylie kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, huku Al Ahli wakiwakaribisha FAR Rabat ya Morocco. Lakini FAR Rabat wakishinda dhidi ya Yanga kwa tofauti ya kuanzia mabao 2, labda 2-0, 3-1, 3-0, vyovyote vile, alimradi tu tofauti ya mabao iwe kuanzia mabao 2, basi FAR Rabat watakuwa wamejihakikishia kufuzu hatua robo finali, huku Yanga safari yao ikiwa imeishia hapo. Kwa sababu hiyo, hii ni mechi muhimu sana. Sasa changamoto inayokuja ni kwamba ingawa FAR Rabat wanacheza nyumbani, kwanza ile faida ambayo timu mwenyeji unufaika zaidi, mchezaji wa 12, shabiki, na hasa kwa klabu za kule nchini Morocco hunufaika sana na eneo hili, kwa sababu mashabiki wao hujitokeza kwa wingi kuziunga mkono timu zao, na waishii tu kuwa wako uwanjani wako tu, la hasha, hushangilia mwanzo mwisho. Wakati huo huo huzomea na kuzifanyia vitimbwi, kuzomea na kuzifanyia vituko timu ngeni, alimradi tu kuwafanya wachezaji wao usitekeleze mpango kazi wa walimu wao na hatimaye kusaidia timu yao kupata matokeo. Wao katika siku hii watakuwa hawana mashabiki, ni kwa sababu wanatumikia adhabu ya CAF kwa klabu hii ya FAR Rabat kucheza mechi 2 bila mashabiki. Mechi ya kwanza walishacheza dhidi ya JS Kabylie wakashinda 1-0. Mechi ya pili katika kutumikia adhabu ndio mechi hii dhidi ya Yanga. Na kwa nini? Ni kwa sababu katika mchezo mmojawapo wa michuano hii kwenye kundi hili la B wakicheza dhidi ya Al Ahli, mechi iliyomalizika kwa sare ya 1-1, mashabiki wa FAR Rabat walifanya vurugu mno, ikiwa ni pamoja na kurusha vitu vyenye ncha kali uwanjani, kurusha chupa za maji, lakini vile vile kurusha mipira miwili, jambo ambalo CAF liliwakuta na hatia na kutoa adhabu hii. Kwa hiyo Yanga watacheza na FAR Rabat katika mechi hii kukiwa na hisia kana kwamba wako mazoezini, yani kama vile wapo Avic Town Kigamboni katika mazoezi yao, kwa sababu hakutakuwa na shabiki yeyote uwanjani. Kwa sababu hiyo, yule mchezaji wa 12 ambaye kwa FAR Rabat na timu za Morocco ni muhimu sana kwenye mchezo huu hata kuwepo, yani mashabiki. Kwa hiyo ni faida kwa Yanga kucheza mechi ya ugenini dhidi ya timu ya Morocco bila mashabiki. Lakini kuna jambo la pili, lenyewe ni juu ya mwamuzi. Imezoeleka kwamba waamuzi baadhi yao wanapochezesha katika michuano ikiwemo hii ya klabu ya CAF huwa na upendeleo kwa timu wenyeji. Sasa mwamuzi aliyepangwa na CAF katika mchezo huu
wa FAR Rabat dhidi ya Yanga ni miongoni mwa waamuzi bora kabisa barani Afrika kwa mujibu wa CAF. Huyu sio mwingine, ni Tom Abongile, raia wa Afrika Kusini mwenye umri wa miaka 34, maana alizaliwa Desemba 16 mwaka 1991. Ni miongoni mwa waamuzi bora sana. Anachezesha katika ligi kuu ya Afrika Kusini, ashachezesha michuano mbalimbali ya kuania kufuzu fainali za kombe la dunia, kuania kufuzu fainali za AFCON, ashachezesha AFCON ikiwamo michuano ya AFCON iliyomalizika hivi karibuni kule nchini Morocco, ashachezesha michuano mingi ikiwamo ya klabu ya CAF, kombe la shirikisho, ligi ya mabingwa barani Afrika, na sasa amepangiwa mchezo huu. Tom Abongile ndiye atakayesimama kati katika siku hii. Sasa huyu kutoka nchini Afrika Kusini, matarajio ni kwamba FAR Rabat kama wana ndoto za kunufaika na maamuzi ya mwamuzi, makosa ya kibinadamu ya mwamuzi kuwanufaisha wao wenyeji, basi wanajijua wanapaswa kusahau kabisa, kwa sababu Tom Abongile hana rekodi hiyo. Kama ni makosa atayafanya, matarajio ni kwamba ni yale yatokanayo na kweli makosa ya kwake yeye kibinadamu, lakini hana rekodi ya upendeleo kwa timu mwenyeji, hana rekodi ya namna hiyo, hana kashifa hiyo, na kwa sababu hiyo FAR Rabat wanajua wana mlima mwingine, kwa sababu kitakachobaki ni wao kuonyesha uwezo wao uwanjani kama ilivyokuwa katika mechi ya kwanza kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo kwenye mchezo huo wanajua wakicheza ile kila mmoja ajipange kimbinu, Yanga wakirejea kile walichokifanya katika mechi iliyopita kwenye uwanja New Amani Complex na kushinda bao 1-0, FAR Rabat mlima wao ni mrefu. Ni katika mechi ambayo Yanga dakika 90 za mchezo walimiliki mpira 51 wa 49, lakini ni Yanga ndio waliofika zaidi kwenye eneo la FAR Rabat wakipiga mashuti 15. Kati ya hayo mashuti 15, mashuti 9 alilenga shabaha. FAR Rabat walipiga mashuti 5, kati ya hayo ni shuti moja tu ililenga shabaha. Matokeo yake Yanga wakaibuka na ushindi wa bao 1-0, ambao pengine wangepata ushindi mnono zaidi kama si umahiri wa golikipa wa FAR Rabat Reda Ahmed Tegnut aliyecheza mikwaju 8 kati ya 9 aliyolenga shabaha na hivyo kuinusuru timu yake kupata kipigo kizito. Sasa kwa refa huyu Tom Abongile, kwa ukumbushia tu, ana uzoefu mkubwa kama alivyotoka kueleza tangu kuanza kuwa refa wa FIFA mwaka 2020. Anahusishwa na mechi mbalimbali alizochezesha 213. Katika mechi hizi kuonyesha namna ambavyo hana masiara hata kidogo, ametoa kadi za njano 902, lakini vile vile ametoa kadi nyekundu, tunasema red cards ametoa 21. Yote ni kwa sababu ya kuzingatia kanuni na sheria 17 za mpira wa miguu, akitoa maamuzi kadri ya vile au navyo ni sahihi. Kama kukosea, basi inakuwa ni makosa ya kibinadamu kweli kweli, hana sifa ya upendeleo. Lakini katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Tom Abongile alianza kuchezesha ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2021 2022. Miongoni mwa mechi zake za mwanzo sana ni pamoja na mechi ambayo wekundu wa Msimbazi Simba walicheza nyumbani dhidi ya Jwaneng Galaxy wakiwa wameshinda 2-0 kule Botswana, lakini kwa Mkapa jijini Dar es Salaam Simba wakiwa wenyeji mpaka mapumziko walikuwa wanaongoza 1-0. Mwisho wa mchezo walifungwa na Jwaneng Galaxy 3-1. Hakuwa na malalamiko yoyote ya Simba kwamba mwamuzi Tom Abongile ndiye amechangia kupoteza kwao. Lakini kwa ujumla tu katika ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League alikoanza kuchezesha msimu huu, kwa ujumla ameshachezesha mechi 12. Na katika hizi wenyeji kwenye mchezo unaokwenda kuchezwa tarehe 7 saa 4 usiku kwa saa za Tanzania, FAR Rabat dhidi ya Yanga, wenyeji ni FAR Rabat. Wenyeji katika mechi hizi 12 wameshinda mechi 7, lakini kuna sare ipo moja, alafu mechi zilizobaki 4 wenyeji wamepoteza. Lakini ametoa kadi za njano katika mechi hizi 12 kuonyesha makini kiasi gani. Ametoa kadi za njano 50 kama kawaida yake katika kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu uwanjani. Mechi ya mwisho ya ligi ya mabingwa barani Afrika aliichezesha msimu huu kwa michuano inaendelea tu ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Esperance de Tunis wakicheza nyumbani dhidi ya Stade Malien. Ni mechi ambayo iliisha kwa suluhu bila. Stade Malien wakiwa ugenini, Esperance wakiwa nyumbani. Mechi ambayo kwenye makaratasi ilionekana kana kwamba Esperance de Tunis watashinda, lakini iliisha kwa suluhu, kwamba haki ilitendeka na hakukuwa na malalamiko juu ya muamuzi Tom Abongile. Ni katika mechi ambayo alitoa kadi za njano 4. Katika hizo 4
3 zilikuwa kwa Stade Malien wageni, halafu 1 ilikuwa kwa Esperance de Tunis, na ilieleweka kutokana na mpango kazi wa Stade Malien katika mechi hiyo ambayo walikuwa wakizuia zaidi na kushambulia kwa kushtukiza. Walipolazimika wakacheza faulo ambazo mwisho wa siku ziliwagharimu kwa kupata kadi 3 za njano dhidi ya 1 ya wageni. Hakukuwa na kadi nyekundu. Sasa katika mchezo huo ni juu ya Yanga kujipanga kwa kujua kwamba wenyeji FAR Rabat wana mvurugiko fulani hivi, wana kuvurugwa fulani hivi kutokana na sababu hizi mbili. Refa makini Tom Abongile hatarajiwi kuwapendelea hata kidogo, kama ambavyo baadhi ya michezo hasa kwa timu za kaskazini mwa Afrika zinapocheza michuano ya CAF, waamuzi huwa na kigugumizi katika kufanya maamuzi ambayo huwanufaisha wenyeji. Matarajio ni kwamba kwenye mchezo huu haki bin haki, lakini juu ya mashabiki hilo ndo linavuruga kabisa. Sasa yaliyobaki ni kazi kwa akina Peodo Pacome Zouzoua, akina Depu, Prince Mpumelelo Dube, Maxi Mudathi Yaya Abbas, Frank Asink, lakini Ibra Baka, Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto, kipa Djigui Diarra na wachezaji wengine wote wa Yanga akiwemo pass master wao, mchezaji anayeongoza kwa kupora mipira kwa wapinzani. Huyu ni Duke Abuya, mchezaji wa kimataifa kutoka Kenya. Wakiwa kwenye kiwango cha ubora, wakiwa na Alan Okello na wengineo, ni dhahiri kwamba Yanga wana uwezo wa kupata matukio mazuri na kuwapa furaha wa Tanzania. Mchezo huu Yanga watahitaji ushindi ili kurahisisha kutimiza ndoto zao za kwenda robo finali. Ikishindikana basi walau sare, kwa sababu kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya JS Kabylie watakuja nchini kucheza kwenye uwanja wa Amani Complex na Yanga, uwanja ambao Yanga wenyewe wanauita Guantanamo Bay kwa hali ngumu wanayokumbana nayo wageni. Ili katika mchezo huo kama Yanga itatoa sare dhidi ya FAR Rabat, wakishinda wanatimiza pointi 9 ambazo zitawahakikishia kwenda robo finali. Tarajio ni kuona uimara wa Yanga wakitekeleza vyema mipango ya kocha Pedro Gonçalves, kama katika mchezo wa kwanza ambao waliifunika mno kimbinu FAR Rabat, lakini pia uchezeshaji unaotarajiwa kuwa wa haki wa refa Tom Abongile. Hawa FAR Rabat ni kwisha kazi kweli, watakwisha kazi yao na Yanga kupata daraja la kwenda katika hatua robo finali. Hilo ni swala la kusubiri. Cha msingi ni wachezaji kujituma mwanzo mwisho. Hilo ndo la msingi zaidi kabla kutekeleza mbinu za kocha Pedro Gonçalves na kuletea furaha wananchi Yanga, kuwaletea furaha wa Tanzania. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.